Asante ndugu watazamaji, mimi ni wenu hapa Bishop Nyongesa. Nataka kuchukua nafasi hii niwakaribisha katika studio yetu ya VPM. Imeanza kirasmi na sasa hivi ninapoongea hivi tunaingia direct katika YouTube channel yetu. Unapotutafuta utatupata mahala pale, na tunazidi kuona Mungu akizidi kutenda mambo yaliyo makuu ya ajabu. Si kwa ajili ya nguvu zetu, si kwa ajili ya uwezo wetu, bali ni kwa ajili ya nguvu zake Mwenyezi Mungu. Nataka kuwakaribisha watazamaji wetu wote ambao mnatufuatilia zaidi na zaidi. Karibuni sana, masana majira haya tuko live hapa VPM studio. Tunaendelea na tunaona Mungu akizidi kututendea yaliyo makuu. Ningependa tu kuchukua nafasi hii nikaweza kusema ya kwamba mahali ambapo Mungu ametutoa imekarimu mkono wake, sio jambo la kawaida. Na wakati Mwenyezi Mungu anapoenda kutenda jambo katika maisha yako, ni lazima mtu wa Mungu uweze kujitolea na uweze kujituma. The more unapojitolea zaidi kwa kazi yake Mwenyezi Mungu, hapo ndipo Mungu naye anazidi kukutumikia zaidi. Wakati unapohitaji kipali chako Mungu akaweze kukiinua ama kiweze kugrow, ni lazima ujitume. Usiwe yule ambaye unayetumwa kila wakati. Wewe mwenyewe jitolee, jitume kwa kila hali, na utakuja kupata ya kwamba Mungu ataweza kukuinua zaidi na zaidi. Ningependa tu kuchukua muda ulio mfupi kunena na kushare na watu wa Mungu neno hili kwa ufupi. Maana katika maisha ya mwanadamu najua kwamba tunapitia katika hali ngumu. Tunapitia katika hali ya kilio, hali ya kuteseka. Vile watu wengi nimejaribu kufanya research yangu, nimepata ya kwamba maisha yamekuwa magumu. Lakini mtu wa Mungu ambao naye natazamia siku ya leo, niko na habari njema juu ya maisha yako. Biblia, ninaposoma Biblia katika Zaburi ya 23, Biblia inaniambia kwamba Bwana ndiyo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nataka kuongea na mtu wa Mungu nikutie moyo ya kwamba hata kama unapitia kwa hali ngumu ya aina gani, hata kama mapito yamekuwa mazito namna gani, hata kama magonjwa yamekufinyilia namna gani, nataka ujue tu ya kwamba kuna mchungaji ambaye anayekulinda. Wanadamu wanaweza kukukataa, wanadamu wanaweza kukutenga, hata familia inaweza kukutenga, lakini kuna mmoja tu ambaye anayetuhakikishia ya kwamba hata kuacha. Yeye ndiyo mchungaji wako, hata kuacha upungukiwe. Ninazungumza na ndugu ambaye anayenitazamia. Ninazungumza na tata ambaye anayenitazamia. Ninazungumza na kijana ambaye anayenitazama sasa hivi. Kijana, usikate tamaa. Mama, usikate tamaa. Ndugu, usikate tamaa. Maana Yesu ndiye mchungaji wako, na ametuhakikishia kwamba hata tuacha tupungukiwe. Ndio kama mwanadamu, kawaida mwanadamu unaweza kupungukiwa. Waweza kukaa ungoje, na unakuja unapata umengojea, umetia matumaini pale, lakini hauwezi ukafanikiwa, unakuja unapata unakata tamaa. Lakini maandiko inatuhakikishia kwamba hata tuacha tupungukiwe na kitu. Katika maisha yako unapoona ya kwamba umefika mwisho, Mungu acha kuachilia. Mungu ako pamoja na wewe, atatengeneza njia. Mungu atakuinua. Mungu atakufanya kuwa mtu. Mungu atakuheshimisha. Wale waliokuwa wamekudharau zaidi na zaidi, wakisema hauna mbele wala nyuma, ni wanadamu wanaozungumza mambo kama hayo, lakini Mungu wako hajakuacha. Yeye yuko pamoja na wewe. Hata upitie kwa maponde, upitie kwa hali ya aina gani, Mungu yeye anakuchunga tu. Mpendwa, ulale njaa, Mungu hajakuachilia. Mpendwa, ufutwe kazi, Mungu hajakuachilia. Mpendwa, ukose pesa, Mungu hajakuachilia.
Mungu yuko pamoja na wewe. Yeye anazidi kukushikilia. Yeye ndiye anakulinda wewe. Yeye ndiye anakutetea wewe. Yeye ndiye anakupigania wewe. Ninakutia moyo mwana wa Mungu ambaye unayenitazamia sasa hivi. Mimi niko na ushuhuda, maana ninapoangalia yale ambayo Mungu amenipigania, vile Mungu amenilinda, vile Mungu amenitetea. Wapendwa, Mungu atapai kuitwa Mungu. Usiogope, maana yu pamoja na wewe. Mwanadamu anaweza kukuja kuletea maneno ambayo yastahili. Mwingine atakwambia kwamba umepitia katika hali ngumu, umeenda kanisani miaka nenda ruti, umeomba lakini hakuna kufanikiwa. Mpendwa, kuja nikupeleke kwa ukanga. Nataka nikwambia kwamba kwa ukanga hakuna kitu. Yesu peke yake ndiye akona suluhisho na jibu lako. Yesu ndio final wa kila kitu, maana yeye ndiye anakuchunga. Kumbuka yule ambaye anakuambia kwamba muende kwa ukanga, huyo pia analindwa na huyo Mungu. Huyo mkanga pia ni kiumbe cha Mungu. Si eti huyo mkanga alitoka mbinguni, yeye mwenyewe aliweza kujiumba. Ni kiumbe cha Mungu. Sasa nataka nikwambie, lolote ambalo unalolifanya mtu wa Mungu, iwe kazini mwako, iwe kwa biashara yako, uwe unasafiri, uwe una drive au drive, jua ya kwamba Bwana ndio mchungaji wako. Si kwa ajili ya nguvu zako, ni kwa ajili ya uwezo wake Mwenyezi Mungu. Wapendo watazamaji, nataka tu kuwatia moyo, kuwa na roho ya ujasiri. Ujue ya kwamba Mungu anazidi kusimama na wewe. Mungu anazidi kukutetea. Wala ambao wanakuona sasa hivi uko chini, kesho watakuja waone Mungu amekuinua. Watakuuliza walifanya namna gani, waambie ni Mungu tu. Maana ni Mungu ndiye amekushikilia, Mungu ndiye amekulinda, Mungu ndiye amekutetea, Mungu ndiye amekupigania. Atakupitisha kwa mambo makubwa mazito yale ambaye mwanadamu hangeliweza kukupitisha wewe. Lakini Mungu anapokulinda, Mungu anapokutetea, mpendo utapita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa wewe ambao unayenitazamia, mtazamaji wangu, ambaye ulikuwa umekata tamaa, wengine wamefika mahali wenda maisha yamekuwa ni magumu katika ndoa, wengine wamefika mahali maisha yamekuwa magumu, hawana kazi, wengine wamefika mahali umetafuta mtoto hata hujapata mtoto, umehangaika miaka, umekaa kwa ndoa katika zaidi ya miaka 20. Nataka nikuhakikishia kwamba Mungu ndiye mchungaji wako. Akiamua leo hii ya kwamba anakubariki, atakubariki. Maana hakuna siku Mungu ameshawahi achilia watoto wake. Mungu hajakuacha. Pengine wewe mwenyewe uteleze, utoke kwa njia ya Mungu, lakini unaposimama, Mungu wako pamoja na wewe. Mungu atazidi kukuinua. Mungu atazidi kukutetea, na Mungu bado anazidi kukupenda. Mungu bado anakuhitaji. Wewe simama, mtumainie yeye. Yeye ataachilia neema yake, ataachilia kibali chake, ataachilia nguvu zake, ataachilia malaika wataanza kukugusa, ataachilia malaika wataanza kupanua mipaka yako. Wale waliokudharau wataanza kukuchilia wewe, wataanza kukutafuta, wataanza kukuuliza ni njia gani ambayo umeitumia, ni wapi ambapo ulipoenda, ulifanya namna gani ndio kaanza kufanikiwa. Waambie Mungu ndiye amenilinda, Mungu ndiye amenipa hiyo direction, Mungu ndiye amenifungulia ya malango. Ndipo sasa hivi ninaposimama, ninapoongea, ninapotembea, ninapofanya lolote, ni kwa ajili ya utukufu wake Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya nguvu zangu, ni kwa ajili ya nguvu zake Mwenyezi Mungu. Sasa mpendwa, ambaye uliyekuwa umekata tamaa, nataka kuhakikishia na kutia moyo kwamba usikate tamaa. Mungu yupo pamoja na wewe. Mungu ndiye anayekulinda, Mungu ndiye anayekutetea, Mungu ndiye anayekuchali usiku na mchana. Mungu ndiye anayekuchali kwa lolote ambalo unalolifanya. Mungu ndiye anayekuchali. Watu wa Mungu, ndugu wapendwa, tunapoenda kumalizia YouTube yetu, angalia Vision Power Ministry Kaloleni, VPM TV. Facebook utatupata kwa Bishop Alphas Nyongesa. Ukitufuatilia utatupata mahali pale. Mungu wa Israeli akaweza kuwabariki, akaweza kuwainua. Shalom, shalom.